Urusi yasema Ukraine haitakuwa salama kutokana na mauaji ya waandishi wa habari wa Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia amesema kuwa Kyiv inatumia mbinu na vitendo vya kigaidi kuwaua waandishi wa habari wa Russia na haitasalimika katika swala hilo. Akieleza kwamba nchi za magharibi zimenyamaza kimya kuhusiana na mauaji ya wafanyakazi wa vyombo vya habari vya Russia, Maria Zakharova amesema kuwa Kyiv inavilenga vyombo vya habari na waandishi wa habari wa Russia kwa kila aina ya ukandamizaji na mashambulizi kwa kisingizio cha kupambana na usambazaji wa habari feki. Mwanadiplomasia huyo wa Russia amesema kuwa tangu Februari 2022 makumi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari wameuawa au kujeruhiwa na askari wa Ukraine. Zakharova amesisitiza kuwa Kyiv inatumia mbinu za kigaidi kutekeleza mipango hiyo ya uhalifu dhidi ya waandishi wa habari wa Russia. Amesema kuwa wale waliohusika na mauaji ya waandishi wa habari wa Russia lazima wapate adhabu kali na kwamba msaada wa nchi yoyote ya magharibi hauwezi kuzuia adhabu hiyo kutekelezwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ametoa wito kwa mashirika kama UNESCO, Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja Mataifa na mengine kulaani bila masharti uhalifu huo wa kinyama. Vile vile, mwenyekiti msaidizi wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev amesema hakuna anayeweza kuihakikishia usalama Kyiv kama Ukraine itaishambulia Moscow wakati wa kumbukumbu ya ushindi wa vita vya pili vya dunia Mei 9. Jumatatu ya wiki hii Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza kuwa atasitisha vita dhidi ya Ukraine kwa saa 72 kupisha maadhimisho hayo ya wiki ijayo. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema tangazo la Putin ni jaribio la kupima utayari wa Ukraine kurejesha amani. Hata hivyo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameijibu Moscow akisema yuko tayari kulipokea tangazo hilo iwapo tu Urusi itakubali kusitisha muda kwa siku 30 tofauti na alivyopendekeza Putin. Ameongeza kuwa Moscow itawajibika kwa usalama wa viongozi wa dunia watakaoshiriki katika shamra za Mei 9. Rais wa China Xi Jinping ni miongoni mwa viongozi 20 wanaotarajiwa kushiriki katika maadhimisho hayo mjini Moscow. Vile vile, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelipinga pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya kusimamisha mapigano kwa siku 3. Urusi imesema pendekezo hilo ambalo limetolewa kwenda sambamba na maadhimisho ya ushindi wa vita vya pili vya dunia mnamo tarehe 9 Mei linalenga kujaribu tayari wa Ukraine juu ya kuleta amani ya muda mrefu. Vile vile, Urusi ina uwezo wa kutosha kukamilisha kwa mafanikio operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine bila kutumia silaha za nyuklia, Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwenye mazungumzo na mwandishi wa habari Pavel Zarubin, akimnukuu Putin akisema, "Walitaka kutukasirisha, walitaka tufanye makosa." Mkuu wa serikali wa Urusi alisema, "Na hapakuwa na haja ya kutumia silaha ulizotaja. Natumai kwamba haitakuwa muhimu. Tuna uwezo wa kutosha na njia za kumaliza kile tulichoanza 2022 na matokeo ambayo Urusi inahitaji." Urusi imethibitisha mara kwa mara msimamo wake kwamba matumizi ya silaha za nyuklia litakuwa chaguo lake la mwisho. Mnamo Novemba, Putin aliidhinisha fundisho la nyuklia lililosasishwa la Urusi. Vile vile, wanajeshi wa kikosi cha mapigano cha mashariki ya vikosi vya wanajeshi wa Urusi wameharibu sehemu 4 za udhibiti wa ndege zisizo na rubani za wanajeshi wa Ukraine ndani ya masaa 24. Mkuu wa kituo cha waandishi wa habari wa kikundi hicho Alexandra Godiev anaripoti, mchana adui walipoteza ndege 8 zisizokuwa na rubani, 5 za Baba Yaga na sehemu 4 za kudhibiti ndege zisizokuwa na rubani. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, wapiganaji kutoka kikosi maalum cha makomando cha Akhmat wamezuia uvamizi wa Ukraine kwenye eneo la mpaka la Urusi la Kursk katika operation pamoja na timu za mashambulio za Urusi. Kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov anasema kikundi cha Kashtan cha kikosi maalum cha Akhmat, kitengo cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi, kwa utaratibu na vikundi vya mashambulio kutoka kikosi maalum cha pili cha 15 cha mizinga wamezuia watu wenye bunduki ya Ukraine kupenya kwenye mkoa wa Kursk. Chapisho la Kadyrov lilisomeka vile vile. Mji wa Novorossiysk katika mkoa wa Krasnodar nchini Urusi umetangaza hali ya hatari baada ya shambulio lililofanywa na Ukraine. Meya Andrei Gravchenko anasema kupitia chaneli yake ya Telegram. Vile vile, tutazame mabadiliko ndani ya ikulu ya White House. Ni zaidi ya marekebisho madogo. Kufutwa kazi kwa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Mike Waltz na naibu wake Alex Wong na kuteuliwa Marco Rubio kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa
kumekuwa na mwangwi mkubwa. Trump ameandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Trust Social kwamba nina furaha kutangaza kwamba nitamteua Mike Waltz kama mwakilishi ajaye wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tangu wakati alipohudumu kwenye uwanja wa vita akiwa amevalia sare hadi wakati alipokuwa katika Congress na kisha kama mshauri wangu wa usalama wa taifa, Mike Waltz daima alifanya jitihada za kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Nina hakika kwamba atafanya vivyo hivyo katika majukumu yake mapya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atahudumu kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa huku akiendelea na majukumu yake ya kuongoza wizara ya mambo ya nje. Hata hivyo, wanataalamu wa masuala ya Marekani na wanatathmini na kuchambua mabadiliko haya kuwa ni zaidi ya marekebisho madogo tu katika ikulu ya White House. Kufutwa kazi mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Waltz na uteuzi wa muda wa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kushika nafasi hiyo ni jambo ambalo limepokewa kwa jicho la shaka, wasiwasi na uchambuzi, huku Washington na katika miji mikuu ya washirika wa Marekani kidhahiri inaonekana kuwa kufichuliwa bila kukusudia kwa maelezo ya siri katika kikundi cha ujumbe uliosimbwa kunatajwa kwa sababu kuu ya kutimuliwa Waltz, lakini wafuatiliaji wa muundo wa mamlaka ndani ya ikulu ya rais wa Marekani wanajua kwamba tukio hilo ni zaidi ya makosa ya kiufundi. Taarifa zilizovuja kutokana na makosa Michael zinahusiana na mipango ya operation za kijeshi za Marekani nchini Yemen. Ijapokuwa tukio hili si jipya katika mazingira rasmi ya usalama wa Marekani, lakini hatua ya haraka ya Trump inaashiria unyeti wa swala hilo kwa mtazamo wa kisiasa na sio usalama tu. Kutolewa ripoti kuhusu hatua ya mshauri wa usalama wa taifa kutumia barua pepe ya kibinafsi kwa ajili ya mawasiliano nyeti kumechochea tu moto wa mgogoro uliokuwa ukitokota. Afisa wa zamani wa usalama wa taifa anasema Waltz alitaka kuchukuliwa msimamo mkali zaidi kuhusu Iran, lakini Trump anataka kubakisha anga ya mazungumzo. Hitilafu hizi zimeshindwa kutatuliwa. Katika muktadha huo, Richard Haas, rais wa zamani wa baraza la mahusiano ya kigeni, ametahadharisha kuhusu mabadiliko ya ndani ya ikulu ya White House, akisema iwapo Rubio atataka kutekeleza majukumu mawili kwa wakati mmoja, anaweza kuingilia katika mtego wa siasa za kijazba. Marekani haiwezi kumudu kuingia katika vita vingine Mashariki ya Kati. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na shutuma baada ya kuchapisha picha iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba AI inayomuonyesha akiwa amevalia kama papa wa kanisa Katoliki kwenye jukwaa lake la Trust Social. Trump amechapisha picha hiyo baada ya kufanya mzaha na waandishi wa habari kwamba angependa kuwa papa ajaye wa kanisa Katoliki. Trump alionekana kwenye picha hiyo akiwa amevalia vazi jeupe la papa na kunyoosha kidole chake cha shahada cha mkono wa kulia kuelekea mbinguni. Alipoulizwa nani angependa awe papa ajaye siku chache kabla makardinali kuanza mkutano wao wa faraga kumchagua mrithi wa Papa Francis, Trump alijibu, ningependa mimi niwe papa, hilo lingekuwa chaguo langu la kwanza. Hata hivyo, baraza la Wakatoliki la jimbo la New York ambalo linadai kuwawakilisha maaskofu wa jimbo hilo katika shughuli zao na serikali limekosoa vikali picha iliyowekwa na rais wa Marekani katika mtandao wa kijamii wa Trust Social. Hakuna kitu chochote kinachoonyesha umahiri au cha kuchekesha kuhusu picha hii, Mheshimiwa Rais amesema ujumbe wa baraza la Kikatoliki la jimbo la New York kwenye akaunti ya X. Ujumbe huo umeongeza kuwa tumetoka kumzika mpendwa wetu Papa Francis na makardinali wanakaribia kuingia katika mkutano mkuu wa kumchagua mrithi wa Mtakatifu Petro. Usitufanyie mzaha. Takriban 20% wa Marekani wanajitambulisha kuwa Katoliki na kura za maoni Novemba mwaka jana zilionyesha kuwa karibu 60% kati yao walimpigia kura Trump. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.